Talanta za Zeysha. Karibu kwenye simulizi zinazosimuliwa na Zeysha. Karibu tena katika kipindi chako pendwa cha Talanta za Zeysha. Leo tunaingia katika simulizi la ajabu, simulizi la mtoto aliyezaliwa katika hukumu ya kifo, mtoto aliyetelekezwa mtoni, lakini aliokolewa na kulelewa ndani ya jumba la adui yake mwenyewe. Ni kisa cha ujasiri dhidi ya udhalimu, ni kisa cha imani mbele ya hofu, ni kisa cha bahari kugawanyika kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Huyu si mwingine bali ni nabii mkubwa, kiongozi jasiri, mkombozi wa watu wake, yaani ni Nabii Musa alayhi salam. Je, aliwezaje kuishi ndani ya kasri la Firauni? Je, ni nini kilitokea mpaka bahari ikafunguka? Na ni mafunzo gani ambayo tunaweza kujifunza katika maisha yetu ya leo? Usiondoke, kaa nami mpaka mwisho wa simulizi hii ya kihisia. Hii ni Talanta za Zeysha, mahali ambapo historia inasimuliwa kwa hisia na ukweli unaoishi milele. Baki nami upate uhondo. Kisa cha Nabii Musa alayhi salam. Nabii Musa alizaliwa wakati ambapo mfalme dhalimu wa Misri, Firauni, alikuwa anaamuru watoto wote wa kiume wa Wanaisraeli wauawe, sababu aliota ndoto kwamba mtoto wa Kiyahudi angekuja kuangusha utawala wake. Mama yake Musa alipata wahai, ufunuo wa moyo kutoka kwa Allah, amuweke mtoto wake kwenye sanduku na amuache kwenye mto Naili. Subhanallah, sanduku likasafiri mpaka kwenye kasri la Firauni. Mke wa Firauni, Bi Asia, alimuona mtoto huyo na akasema, huyo atakuwa faraja ya macho yangu na kwako, msimuue. Hivyo Nabii Musa akalelewa ndani ya jumba la adui yake mwenyewe. Nabii Musa alilelewa na Firauni mpaka umri wa ujana. Alipokuwa kijana, Nabii Musa alimuona Mmisri akimpiga Mwisraeli, akamtetea. Nabii Musa alimsukuma Mmisri yule, akafa bila kukusudia. Akiwa na hofu ya kulipiziwa kisasi, Nabii Musa alikimbilia nchi ya Madian. Huko alimsaidia mzee mmoja wa binti zake kuchota maji, na mzee huyo anahusishwa na Nabii Shuaibu. Alimuozesha mmoja wa binti zake na Nabii Musa, akaishi huko kwa miaka kadhaa. Hapa tunajifunza kuwa kosa moja halimaanishi mwisho wa maisha yako. Akiwa njiani kurudi Misri, Nabii Musa aliona moto kwenye mlima Sinai. Hapo ndipo Allah alimuita na kumpa utume. Alitumwa kwenda kwa Firauni kumlingania aache dhulma na awaachie huru wana wa Israeli. Nabii Musa aliomba ndugu yake Haruni awe msaidizi wake kwa kuwa alikuwa fasaha zaidi. Nabii Musa alipewa miujiza: fimbo yake kugeuka nyoka, mkono wake kung'aa kama nuru. Firauni aliwaita wachawi wake kushindana na Nabii Musa. Wachawi walipotupa kamba zao zikawa nyoka, lakini fimbo ya Nabii Musa iligeuka nyoka wa kweli na kuwameza wote. Wachawi walitambua ukweli na wakasujudu kwa Allah. Firauni akawatesa, lakini hawakurudi nyuma. Hatimaye Nabii Musa aliwaongoza wana wa Israeli kutoka Misri. Firauni aliwafuatilia kwa jeshi lake. Walipofika Bahari Nyekundu, watu wakahofu. Nabii Musa akasema, hakika Mola wangu yu pamoja nami, ataniongoza. Allah akamwamiri Nabii Musa apige bahari kwa fimbo yake. Bahari ikagawanyika vipande viwili kama milima. Wana wa Israeli wakavuka salama. Firauni alipojaribu kuvuka, bahari ikajifunika. Mafunzo makuu kwenye kisa hiki: uongozi wa kweli huanzia kwenye ujasiri wa kusema kweli. Changamoto zako zinaweza kuwa maandalizi ya kusudi lako. Allah anaweza kukuinua hata ukiwa umezungukwa na maadui. Subra na imani vinafungua bahari zilizofungwa. Na hapo ndipo safari ya Nabii Musa inatufundisha jambo kubwa sana. Mtoto aliyekuwa akitafutwa auawe aliishi ndani ya kasri la adui yake,
kijana aliyekimbia kwa hofu alirudi akiwa nabii jasiri, mtu aliyesimama mbele ya mfalme mwenye nguvu zaidi duniani. Hakutetereka kwa sababu alijua Mola wake yu pamoja naye. Lakini kisa cha Nabii Musa kinatufundisha bahari hazifunguki kwa nguvu zetu, hufunguka kwa imani yetu. Usikate tamaa, usiogope Firauni wa maisha yako. Simama na ukweli, muamini Mwenyezi Mungu. Ili safari yetu ya visa vya manabii iendelee, hii ni Talanta za Zeysha, mahali ambapo tunasimulia historia kwa hisia na tunajenga imani kwa vizazi vya leo na kesho. Mpaka kisa kijacho, mimi ni Zeysha, wabillahi taufiki.